Leo ni tarehe 24 ya mwezi Januari mwaka huu wa 2026. Hii inamaanisha zimebaki takriban siku 7 au 8 kufikia ile siku ya tukio ambalo tumekuwa tukilingoja takriban hivi sasa ni mwezi mzima, na tukio lenyewe si jengine, ni tukio la dua kubwa inayojiri kwa anwani dua ya khawasi ya ndoto. Na kama ilivyo kauli mbiu yetu katika kituo hiki ni kwamba ad-du'a silahul mu'min, dua ndiyo silaha ya mu'min. Yusibu wala yukhti'u, shabaha yake inalenga, haikosei. Ukililenga tatizo kwa silaha ya dua, lile tatizo lazima lipatwe, na likishapatwa huondoka. Hii ndiyo kauli mbiu yetu watu wa kituo hiki Abu Jadawi Islamic Foundation. Sasa zimebaki takriban siku 7 au 8 kufika katika ile siku ambayo tumekuwa tukiikusudia takriban mwezi mmoja. Lakini yote na yote, mapambano yote haya ni dhidi ya vitu vitatu, kwa sababu ndivyo vina mchango mkubwa katika kuyaharibu maisha ya mwanadamu. Vitu hivi vitatu ni zaidi ya zile malighafi za kibaiolojia. Kitu cha kwanza ambacho kimekuwa na mchango mkubwa kumuharibia mwanadamu maisha, asihru, ni uchawi. Na kitu cha pili, masu shayatin, ni miguso ya mashaitani wa kijini. Na kitu cha tatu, alhasad, ni husda. Tena wakati mwingine husda hii huwa inaambatana na vijicho. Haya mambo matatu yamekuwa na mchango mkubwa kumuharibia mwanadamu maisha. Tukianza na hili jambo la kwanza hili ambalo ni uchawi, Allah subhanahu wa ta'ala analithibitisha ndani ya Qur'an ya kwamba uchawi upo, na uchawi unaweza ukazalisha madhara kwa mwanadamu. Mwenyezi Mungu anasema, wama kafara Suleimanu walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra, na wala hakukufuru Nabii Suleimani, lakini mashaitani ndio waliokufuru. Walikuwa wakiwafundisha watu uchawi. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anathibitisha kwamba uchawi upo, na uchawi ulikuwa ukifundishwa na mashaitani wa kijini. Baada ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea wazi kwamba uchawi upo, hebu tutazame, unaweza ukazalisha madhara kwa mwanadamu. Taban, uchawi unaweza ukadharisha madhara katika mwili wa mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wama hum bidharrina bihi min ahadin illa biidhnillah, wachawi hawana uwezo wa kumdhuru yoyote na huo uchawi ila kwa idhni yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kumbe, kupitia idhini ya Mwenyezi Mungu, mchawi anaweza akasababisha madhara ima katika milango yako ya afya, au katika milango yako ya mali, au katika biashara zako, au kwenye mahusiano yako. Allah akitaka
mchawi anaweza kufanikisha hilo. Ushahidi wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidhnillah, wachawi hawana uwezo wa kumdhuru yoyote kwa huo uchawi ila kwa idhini ya Allah. Kwa mchawi pia anapata idhni kutoka kwa Allah anapotaka kuzalisha uchawi katika mwili wako. Kwa baada ya kulitambua hilo, wewe unatakiwa ufanye nini sasa? Ni kujilinda kwa huyo huyo Allah subhanahu wa ta'ala, ni kutumia zile dua taawudhati, dua za kujikinga, ili mchawi asipate idhni kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya kufikisha uchawi kwako wewe. Na ndio maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatuteremshia muawadhataini, akateremsha qul a'udhu birabbil falaqi wa qul a'udhu birabbin nas. Hizi ni sura mbili hizi. Kama uchawi ungekuwa haumfikii mwanadamu, kusingekuwa na haja kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kututeremshia hizi sura mbili ili tujilinde na huo uchawi. We mwenyewe ukizisikiliza sura hizi tafsiri yake utajua kwamba uchawi upo na unaweza ukasababisha madhara katika mwili wa mwanadamu au katika maisha yake kwa ujumla. Mwenyezi Mungu anasema qul, sema ewe Muhammad, a'udhu birabbil falaqi, sema ninajilinda kwa Mola wa subhi, Mola wa mapambazuko, min sharri ma khalaqa, ninajilinda kutokana na shari ya vile alivyoviumba, wa min sharri ghasiqin idha waqaba, na ninajilinda kutokana na shari ya kiza kinapotanda, wa min sharri nafathati fil uqad, na ninajilinda kutokana na shari ya wenye kupuliza kwenye mafundo, wa min sharri hasidin idha hasada, na ninajilinda na shari ya hasidi anapofanya husda. Sasa tukiacha maelezo mengine yanayotokana na sura hii, mahalu shahidi, twende sehemu moja tu katika sura hii. Mwenyezi Mungu aliposema wa min sharri hasidin wa min sharri nafathati fil uqad, na ninajilinda kutokana na shari ya wale wenye kupuliza katika mafundo.